إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa na wahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah jalla wa ala, kwani mafanikio ya kweli, mafanikio ya hakika hapa duniani na akhira twendako, Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka ndani ya kumcha yeye. Ama khutba yetu ya leo biidhnillahi alkarim, tutakumbushana na kunasihiana juu ya mambo mawili. Jambo la kwanza ni kukumbuka ya kwamba bado tupo katika miezi mitukufu na tumo ndani ya 10 katika makumi ambayo wema waliotangulia walikuwa wakiadhimisha sana na kuyatukuza makumi hayo. 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhan na 10 la mwanzo la mwezi uliopita wa Dhulhijja na 10 hili ambalo sisi tuko nalo. Kwa hiyo bado tupo katika misimu ya kheri. Tunatakikana tukithirishe sana kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika misimu hii kwa ibadati mbalimbali, zikiwemo ibada ya funga. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyosimulia Imam Muslim rahmatullahi alayhi, alipokuwa akielezea ibada ya funga za sunna, akasema Rasul alayhi salatu wassalam, afdalu siyami ba'da shahri Ramadan, bora ya funga baada ya mwezi wa Ramadhan, shahrullahi almuharram, ni mwezi wa Allah Muharram, huu mwezi ambao sisi tuko ndani yake. Kufunga katika mwezi huu, jambo hilo ni bora kuliko kufunga katika miezi mengine kuacha Ramadhani. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndivyo anavyotuelekeza. Kwa hiyo tukithirisheni sana kufunga sunna ndani ya mwezi huu, bali pia ndani yake kuna sunna muhimu ya Ashura ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam
amesema fadhila zake, mtu husamehewa madhambi ya mwaka uliopita, mwaka mzima mtu anasamehewa dhambi zake kwa kufunga hii siku ya Ashura. Kwa hiyo tunakumbushana ya kwamba tupo katika msimu miongoni mwa misimu ya kheri. Tukithirishe sana kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya kipindi kama hichi. Hili ni jambo la kwanza ambalo nawakumbusha ndugu zangu. Jambo la pili ambalo na inasihi nafsi yangu na kuwanasihi ndugu zangu ni jambo la kuwekeza kwa ajili ya nafsi zetu baada ya kufa kwetu. Hili ni jambo muhimu mno. Kila mmoja anatakiwa alitazame kwa nafasi yake, kuwekeza kwa ajili ya akhira yetu. Hili ni jambo ambalo watu wengi tumeghafilika nalo, hatuna habari nalo. Mipango yetu, mikakati yetu mikubwa tunaielekeza katika upande wa dunia na tunasahau akhira. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ni mashuhuri kwetu anasema, idha mata ibn adam, atakapokufa mwanadamu, inqata amaluhu illa min thalathin, hukatika matendo yake isipokuwa matendo ya aina tatu. Mwanadamu yoyote atakapoondoka katika dunia hii, siku zake za kuishi zitakapomalizika, yale matendo ambayo aliyokuwa akiyatenda, yawe ya kheri yawe ya shari, yanakatika, haendelei kuandikiwa baada ya yeye kufariki dunia, isipokuwa matendo ya aina tatu. Jambo la kwanza ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallama amelitaja akasema, sadaqatin jariya, sadaqa yenye kuendelea. Mtu ametoa sadaqa, ikawa ile sadaqa ni endelevu, kheri yake, manufaa yake yanaendelea, kama vile kujenga msikiti au kuchimba kisima na mfano wa hayo, au akatoa wakfu nyumba yake kwa ajili ya kuendesha Uislamu, kuwasaidia Waislamu, au akatoa wakfu shamba lake kwa ajili ya mafukara na maskini. Sadaka yenye kuendelea ni katika matendo ambayo endelevu, mtu anaendelea kuandikiwa katika daftari lake la amali njema hata baada ya yeye kufariki. Kwa hiyo katika mambo ambayo sisi Waislamu tunatakiwa tuyape nafasi yake ni jambo la kuwekeza kwa ajili ya akhira yetu, kwa ajili ya manufaa yetu sisi wenyewe binafsi. Wewe utakapotoa sadaka hiyo, ukawekeza jitihada zako, nguvu zako, mali zako kwa ajili ya manufaa yako wewe mwenyewe, akhira ni jambo bora sana. Bila shaka sisi tunajua umri wetu ni mchache. Mtume sallallahu alaihi wasallama amesema umri wa umma wake ni baina ya 60 na 70, na wachache mno ambao wanavuka hapo. Kwa hiyo umri ni mdogo mno. Kwa hiyo katika mambo ya msingi tuwekeze katika ibadati ambazo manufaa yake yatakuwa endelevu miaka 100, 200 mbele. Hili ni jambo la msingi sana, na as-salafu salih wameelewa vizuri maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Angalia Umar radhiallahu ta'ala anhu, wakati alipoipata ardhi ya Khaybar,
akamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, inni asabtu ardan bi Khaybara lam usib malan qattu huwa anfasu indi minhu, hakika mimi nimeipata ardhi kule Khaybar, sijawahi kupata mali ambayo ni nzuri zaidi, inapendeza zaidi kwangu mimi kushinda ardhi ile ya Khaybar. Alimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallama kumtaka ushauri aifanye nini ardhi ile, kwa kuwa anayakini kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama atamuelekeza katika mambo ya kheri. Umar radhiallahu ta'ala anhu anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, sijawahi kupata mimi ardhi au mali ambayo ni bora kuishinda mali ile ya ardhi ya Khaybar. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, in shi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha, ukitaka zuia asili yake na uitoe sadaka ardhi hiyo, kwa maana itoe wakfu. Kuizuia asili yake kwa maana haitafaa kuuzwa, haitafaa kurithiwa, haitafaa kutolewa hiba, manufaa yake yataendelea, haitarithiwa ardhi ile. Mtume sallallahu alaihi wasallama anamuelekeza sahaba wake kwamba ardhi ile ambayo ndiyo mali bora kwa Umar radhiallahu ta'ala anhu aifanye kuwa ni wakfu. Ndugu zangu katika imani, kila mmoja aiangalie nafsi yake, kitu gani amewekeza baada ya kufa kwake. Usimuangalie jirani yako, usimuangalie fulani, wewe mwenyewe angalia katika mali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuruzuku, ni asilimia ngapi katika mali hiyo umewekeza kwa ajili ya nafsi yako wewe mwenyewe binafsi, si kwa ajili ya mtu mwingine. Tafakari, fanya maamuzi, ekeza kwa ajili ya nafsi yako. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, idha mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, akifa mwanadamu hukatika matendo yake isipokuwa matendo ya aina tatu. Ikiwa ulikuwa unasali, unasoma Qur'ani na matendo mengineyo, funga, haya yote yanakatika baada tu ya wewe kufariki. Huendelei kuandikiwa tena, pale ulipoishia ndiyo basi, iwe umeishia sehemu kubwa au kidogo, lakini huandikiwi tena matendo isipokuwa ya aina tatu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ndugu zangu katika imani, katika mambo muhimu ambayo sisi tunatakiwa tuyatazame kwa jicho la pekee ni jambo la sisi kuwekeza mali zetu, jitihada zetu, nguvu zetu kwa ajili ya manufaa baada ya kufa kwetu. Hili ni jambo muhimu sana. Mtume sallallahu alaihi wasallama ameyasema maneno haya kutuzindua sisi umma wake tunufaike na matendo ambayo tutayafanya, ambayo matendo hayo ni endelevu. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Yasin analigusia jambo hili pale aliposema Allah jalla wa ala,
inna nahnu nuhyi almauta, hakika sisi tunawahuisha, tunawafufua waliokufa, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na tunayaandika yale ambayo wao wameyatanguliza na athari ya matendo yao, yale matendo ambayo yataendelea baada ya kufa kwao. Ikiwa wao ndio wamesababisha matendo hayo, basi pia tunayaandika matendo hayo, athari ya matendo yao. Allah subhanahu wa ta'ala analibainisha jambo hili kwamba haya ambayo tutayafanya katika sadaka ambazo zinaendelea, manufaa yake yanaendelea, basi pia Allah subhanahu wa ta'ala atayadhibiti, hakuna kitakachopotea. Kwa hiyo ndugu katika imani, kile ambacho umekitumia ndio chako, na kile ambacho utakachokiacha ni cha warithi wako. Watagawana na watatumia kwa vile watakavyoona wao, hawatakuzingatia wewe tena. Kwa hiyo itumie nafasi hii, muda wa kuwa bado uko hai. Wewe mwenyewe ndiyo mwenye maamuzi kuitumia mali yako vizuri. Ekeza kwa ajili ya akhira yako. Njia za kheri ni nyingi. Tumia mali yako kwa ajili ya akhira yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo la pili alilolitaja, au ilmin yuntafa'u bihi, au elimu ambayo hupatwa manufaa kwa elimu hiyo, katika matendo ambayo yataendelea baada ya mtu kuondoka hapa duniani. Ni elimu ambayo amewanufaisha Waislamu elimu hiyo. Ikiwa amesomesha watu Qur'ani, au ameandika vitabu, au amewalingania watu, basi manufaa yake ilmu hiyo yataendelea kuandikwa katika daftari lake hata baada ya kufariki kwake. Na hili ni jambo muhimu ambalo kila mmoja katika sisi aangalie anaekeza kiasi gani katika mlango huu. Na hii ndiyo bora yao katika sadaka zenye kuendelea. Bora yao ni sadaka ya ilmu, kwa sababu manufaa yake yanakwenda kwa muda mrefu. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallama ameyataja mambo matatu. Angalia katika kila moja katika haya matatu, nafasi yako iko wapi? Sadaka yenye kuendelea, au elimu ambayo manufaa yake ni yenye kuendelea, au ilmun yuntafa'u bihi, au elimu ambayo hupatwa manufaa kwa elimu hiyo. Lakini pia inawezekana ikawa wewe huna ilmu hiyo, ukashirikiana na wale wenye ilmu katika kheri hii, ukawasaidia, ukawawezesha, au ikawa wewe ni sababu ya watu kuipata hiyo ilmu, ukatumia mali yako ukawasomesha watu dini, wakaieneza dini hiyo, na wewe una nafasi yako katika malipo watakayoyapata wote ambao wewe umewasimamia. Kwa hiyo una nafasi ya kushirikiana na wenye ilmu kwa kutumia mali yako. Kwa hiyo tunatakiwa tuzitumie vizuri mali zetu. Hii ni neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha, na jambo hili haliwahusu matajiri peke yao. Kila mtu aitumie mali yake kwa nafasi yake ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia. Kwa hicho kiwango ambacho uko nacho, ekeza kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, manufaa yake yatarudi kwako mwenyewe. Au ilmin yuntafa'u bihi, jambo la pili ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelitaja, au elimu ambayo hupatwa manufaa kwa elimu hiyo. Angalia mchango wako uko wapi.
Lakini jambo la mwisho ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelitaja, au waladin salihin yad'u lahu, au mtoto mwema ambaye atakuwa anamuombea mzazi wake. Angalia katika upande wa vizazi vyetu, watoto wako ulionao, je, umewaandaa kiasi gani ili uje uyapate manufaa haya ya kuombewa? Angalia wewe mwenyewe maandalizi yako kwa upande wa familia yako, watoto wako ambao wewe unawasimamia, umewajenga kiasi gani ili uje unufaike na watoto hao baada ya kufa kwako? Mtume sallallahu alaihi wasallama katika mambo ambayo anayataja endelevu mtu ataandikiwa katika daftari lake ni mtoto mwema ambaye anamuombea dua mzazi wake. Katika hadithi aliyosimulia al-Imam Ibn Majah rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, inna ar-rajula la turfa'u darajatuhu fil janna, hakika ya mtu litanyanyuliwa daraja lake peponi, atawekwa katika daraja la juu. Yeye mwenyewe atashangaa yale matendo aliyoyatenda duniani hayalingani na nafasi ile aliyowekwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna ar-rajula la turfa'u darajatuhu fil janna, hakika ya mtu litanyanyuliwa daraja lake peponi, atawekwa katika daraja za juu. Fayaqulu anna hadha, atasema hili linatokana na nini? Tofauti matendo yake na nafasi aliyonayo, mbona ametukuzwa kiasi kikubwa? Yeye mwenyewe atashangaa. Fayuqalu, ataambiwa bistighfari waladika lak, haya yote unayoyaona ni kwa sababu ya kukuombea msamaha mwanao. Sasa tuangalie watoto wetu, je, tumewaandaa kiasi gani? Au jitihada zetu, nguvu zetu tunazielekeza katika upande wa dunia? Tunatoa mali zetu kuhakikisha watoto wetu wanasoma skuli za bei ghali, tunatoa mali zetu kwa ajili ya mambo kama hayo. Haya yote si mambo ya haramu, ni mambo ambayo ya halali. Lakini je, nguvu kama hizo ambao tunazitoa upande huo, tunagharamika, mtu yuko tayari kukopa, ana hali ngumu, lakini anamuandaa mwanawe kwa matarajio awe na maisha mazuri hapa duniani. Hili si jambo la haramu. Lakini je, upande wa pili, katika upande wa dini, nguvu zako zipo kiasi gani? Jitihada zako zipo kiasi gani ili uje unufaike na matunda ya mwanao baada ya wewe kuondoka hapa duniani? Iwe kila atakachokitenda katika mambo ya kheri, katika mambo mema, na wewe unaandikiwa. Umeandaa kiasi gani jambo hilo? Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tunakumbushana juu ya sisi kufanya maandalizi kwa ajili ya akhira yetu. Tuwekeze kwa ajili ya manufaa yetu sisi wenyewe. Hapa duniani tunajitahidi sana. Ikiwa mtu ana nyumba moja, atahangaika apate ya pili. Ikiwa ana duka moja, atahangaika apate la pili, halikadhalika. Lakini je, katika upande wa akhira yetu tumewekeza kiasi gani? Jitihada zetu zipo kiasi gani ili sisi tuje tunufaike na hizi neema ambazo tuko nazo baada ya kufa kwetu? Kila mmoja aiangalie nafsi yake, namna gani amewekeza kwa ajili ya akhira yake. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.